Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru Mungu mchana wa leo kwa ajili ya rehema na neema zake na kwa ajili ya upendo wake ulio wa ajabu. Kwa hivyo karibuni sana katika nyumba ya Bwana na walio katika mitandao ya kijamii. Mungu wa amani wabariki. Mungu wa amani hawatende mema. Leo tunaenda kujifundisha neno la Bwana kuhusu kulala kwingi. Kulala ni mzuri, lakini kulala kwingi huleta umasikini. Wakati mtu anapolala, wakati mtu kila wakati anakaa katika usingizi, hapo umasikini nao unavisha ondi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni vizuri kujitoa, ni vizuri kujituma ili tukaweze kupingana na hii roho ya umasikini. Kwa hivyo ningeomba nikaweze kushukuru kwa sababu ya neno, na Mungu wa amani atasindi kupokea sifa. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya uwezo wako na upendo wako. Asante Baba kwa ajili ya asubuhi ya leo, umetujalia neema na rehema ili Baba tukasikie neno lako. Roho wa Mungu na uwe ukatusaidie, ukaonekane na ukadhihirike kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Siwezi pasipo neema yako, naomba unisaidie, nami nitakushukuru na kulitukuza jina lako, na nikupitia jina la mwana wako Yesu Kristo. Baba, ninaomba kushukuru pamoja na kuamini. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunaangalia neno la Bwana katika kitabu cha Methali 6. Methali 6 kuanzia mstari wake wa 10. Bado kulala kidogo. Anzia 8. Lakini hujiwekea akiba ya chakula wakati wa jua, hukusanya chakula chake wakati wa mavuno. Ewe mvivu, utalala hata lini? Utaondoka lini katika usingizi wako? Bado kulala kidogo, kusinzia kidogo, bado kukunja mikono upate usingizi. Hivyo umaskini wako huja kama mnyang'anyi, na uhitaji wako kama mtu mwenye silaha. Amen. Rudia kidogo pole. Lakini hujiwekea akiba ya chakula wakati wa jua. Lakini unjiwekee akiba wakati wa jua. Bwana Yesu asifiwe. Ni vizuri Mkristo ama mtu ambaye anamjua Mungu kunjiwekea akiba. Bwana Yesu asifiwe. Kunjiwekea akiba ni kitu muhimu. Kunjiwekea akiba ni kitu kinachohitajika, maana kuna wakati wa mavuno na kuna wakati wa jua. Ukusanya chakula chake wakati wa mavuno. Ukusanya chakula chako wakati wa mavuno. Kuna wakati wa mavuno. Wakati wa mavuno kwa biashara yako, wakati wa mavuno kwa mashamba yako, wakati wa mavuno, wakati unapofanya kazi unafanikiwa, hiyo ni wakati wa mavuno. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni vizuri ukusanye chakula chako, ukiweke vizuri, maana kila wakati kwa kila jambo na wakati wake. Wakati wa kukusanya ni vizuri ukusanye na uweke vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Maana kutakuja wakati wa jua. Kwa hivyo usipojipanga, hali itakupanga. Ewe mvivu, utalala hadi lini? Ewe mvivu, utalala mpaka lini? Bwana Yesu asifiwe.
Ni vizuri uachane na uvivu, uachane na kulala. Wewe ukiwa kijana, ukiwa mtu yeyote ako na afya yake, Mungu amekusaidia, sio vizuri kulala. Uvivu Biblia haipendi. Neno la Mungu halipendi watu wavivu, watu wanaekaa wakilala wanangojewa kutafutiwa. Kulala katika Mkristo sio kitu kizuri. Bwana Yesu asifiwe. Maana maandiko yanatuambia Bwana atabariki kazi za mikono yetu. Kwa hivyo amekataa tulale, anataka tufanye kazi yoyote ile ambayo Bwana tutusaidia, ili akaweza kubariki kila kazi ya mikono yetu. Maandiko yanauliza, ewe mvivu, utalala mpaka lini? Kwa hiyo kulala sio sehemu ya mtu ambaye ako na maono, sio sehemu kwa mtu ambaye aliyo na future ya kuangalia mbali. Ni lazima uachane na uvivu, ni lazima uachane na usingizi. Utaondoka lini katika usingizi wako? Utaondoka mpaka lini? Utaondoka lini kwa usingizi wako? Maisha yanakwenda, miaka inasonga. Kama wewe ni kijana, wakati unajua, wakati ukifika miaka 25, 30, ufike wakati wa kuoa, utahitaji 1, 2, 3. Kwa hivyo sio wakati wa kulala, ni wakati wa kuamka na kufanya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati wa kujituma, ni wakati wa kuwa na bidii. Maana kulala huleta umaskini. Bado kulala kidogo, kusinzia kidogo. Bado kulala kidogo na kusinzia. Bwana Yesu asifiwe. Kulala na kusinzia, wakati unapolala, wakati unaposinzia, bado miaka inasonga. Bwana Yesu asifiwe. Bado miaka inasonga. Wewe ukizidi kukaa ukiwa umelala, ukizidi kuwa unasinzia, bado miaka inasonga. Miaka isinzii, mahitaji ya sinzii, bado yatakuja, bado yatakusukuma, bado utakuwa na uhitaji. Bwana Yesu asifiwe. Ukilala utaamshwa na njaa, na njaa hautaiambia nilikuwa nimelala, tuheshimiane. Ukilala utaamshwa na watoto, mke atakuamsha. Kwa hivyo kulala na kusinzia, hiyo sio sehemu ya mtu ambaye anamjua Mungu. Bado kukunja mikono upate usingizi. Bado kukunja mikono upate usingizi. Yaani unakanyanga blanketi na unakunja mikono ukiwa umelala. Bwana Yesu asifiwe. Unakuta kijana ama mchichana bado ni saa 5 ndiye anaamka. Bwana Yesu asifiwe. Ama akiamka anaamshwa na njaa. Hiyo ni kulala na kukunja mikono. Hivyo umaskini wako huja kama mnyang'anyi. Kwa hivyo umaskini wako huja kama mnyang'anyi. Bwana Yesu asifiwe. Unapokunja mikono, unaposinzia, unapolala, umaskini nao unakuja kama mnyang'anyi. Bwana Yesu asifiwe. Yaani unakuja kama mnyang'anyi. Wakati unapolala, wakati unaposinzia, umasikini nao ndio huo unakuja kama mnyang'anyi. Yaani unakuja kukuangamiza. Maana mnyang'anyi kazi yake ni kufanya nini? Si ni kuharibu. Kwa hivyo wakati unaposinzia, wakati unapolala, umasikini nao ndio huo unakuja kama mnyang'anyi. Na uhitaji wako kama mtu mwenye silaha.
Bwana Yesu asifiwe. Yaani uhitaji unakuja na kishindo, uhitaji unakuja na nguvu, uhitaji unakuja kama mnyang'anyi. Bado uhitaji wako utakuwa mkubwa. Unaposinzia bado mahitaji yanazidi. Kama ulikuwa unatumia 500 na bado unasinzia, bado hiyo 500 hautaweza kuyapa, bado itakuja, bado itakusukuma, bado itakuweka kwa kona. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu gani? Umasikini uya kama munyanga, yani uhitaji ukuja kama nini? Kama munyang'anyi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni vizuri tujitoe katika kufanya kazi, tujitoe katika kutumika, tujitoe. Maana hata kila kitu kinafanya mambo yaharibike ni kwa sababu watu wengi huwa wanalala, na ukilala bado mahitaji yanakuja. Kwa hivyo sasa mahitaji yakikuja, unakuta mtu amekuwa mwizi, unakuta mtu njaa imemwamuza, njaa imemsukuma, mahitaji yamemsukuma. Sasa hawezi akastahimili, anaona ni vizuri apore vitu vya watu. Bwana Yesu asifiwe. Hata wakati unaona watu, hata wanasiasa wanatumia vijana na watu vibaya, ni kwa sababu gani? Mtu ameshindwa kufanya kazi, mtu ameshindwa kujitoa. Kwa hiyo akipatiwa 500, mtu anamtumia vile anavyotaka. Lakini ukiwa unafanya kazi, ukiwa unajituma, haupendi kulala, haupendi kusinzia, Bwana Yesu asifiwe. ukiwa upendi kusinzia, bado utapata Mungu amekufanikisha na Mungu amekubariki. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kaushuhuda kama mamoja alienda kutafuta kazi. Sasa alipokuwa anaenda kuzunguka kwa nyumba za watu kuwaoshia, kuwafulia maguo, kuoshia manyumba, sasa anaingia kwa mboma hii, mko na kazi? Hapana. Anaingia kwa ingine? Hapana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa yale masaa yakasonga, akaenda kwa mama moja. Sasa akaambia mtu, sasa kwa sababu masaa yamesonga na sina mahali pa kwenda, kuna kazi yeyote unaweza kuwa naye nikusaidie? Bwana Yesu asifiwe. Naye mtu akisikia kazi ya kusaidiwa itakosekana kweli? Amwambia hapana. Niko na kazi hapa, unaweza kufagia hapa kwa nyumba. Akafagia, masaa yakasonga. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wa kusonga, sisi chakula imeiva, akakula chakula akaondoka. Bwana Yesu asifiwe. Ile siku nyingine akakuja, unajua nimekosa hata leo. Akamwambia kuna tunguo hapa tuchache. Bwana Yesu asifiwe. Akatoa akamsaidia. Hiyo siku nyingine akaona sasa huyu jamaa alinisaidia siku ya kwanza, sasa siku ya leo ataondoka hapa bure, akampatia kakitu. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu gani? Ya kuwa na roho safi na kukataa kulala na kukataa kuvunjika moyo. Hata kama ulikosa njana, jaribu siku nyingine. Hata kama ukupata, jaribu siku nyingine, naye Mungu atakusaidia, naye Mungu atakuonekania. Usibague kazi ile unapata, fanya, Mungu atakubariki na atakuonekania. Maana bado mahitaji watu, unaweza usiangalia maisha ya watu wengine. Ati mtu akiniona nikifanya hivi atauliza namna gani? Kwani hata akiuliza
na yeye akupatie mahitaji yako, atakusaidia. Yule mtu anaweza kukusaidia ni yule anakupatia mahitaji yako. Lakini kama akupatii, ni mdomo tu anaongea na akupatii kazi yako usidharau, maana ndiko unakotoa mkate wako wa siku. Idhamini na uifanye kwa roho safi na kwa bidii, Mungu naye akufanikisha na akuonekanie. Bwana Yesu asifiwe. Unajua tunaweza kuhubiria mambo ya kiroho, ya kuambia Yesu anaweza, Yesu anaweza, lakini usipofanya kazi, huyo Mungu kuweza itaonekana namna gani? Tunapowaambia Mungu anabariki, anabariki nini? Kazi ya mikono yako. Wewe nunua nguo, sunguza. Wewe nunua mandizi, uza. Maembe, uza. Mungu mwambie Baba, bariki kazi ya mikono yangu. Uza mboga. Fanya kazi ile Mungu anakusaidia, na chochote kile ulicho nacho Mungu naye atakifanikisha. Bwana Yesu asifiwe. Bana hatuwezi tukakuhubiria usikie kama uko na njaa na uko na mahitaji, hata injili haitaingia. Lakini unapofanya kazi, wachana na hii rekodi ya kusema ati hakuna kazi. Kazi iko. Bwana Yesu asifiwe. Kazi iko. Usijiweke katika box ya wale wamekosa. Sema mimi niko naye, na ujitume, naye Mungu atakusaidia na atakuonekania. Bora usibague kazi. Bwana Yesu asifiwe. Ili tunaposema Mungu anabariki na Mungu anainua, kusema kweli unakuwa na jambo la kusema, nimetoka hapa, Mungu alinisaidia akanibariki na akanipeleka mbali. Kwa hiyo ni vizuri tuamini Mungu. Ni vizuri tuweke tumaini kwa Mungu. Mungu naye atusaidie, Mungu naye atubariki. Unajua ukiwa unafanya kazi yako, huyo wanasiasa hawatapata nafasi ya kukutumia. Maana kama watakukuta kwa barabara, wakati huu ni wakati wa mvua, kwa mashamba kuko na kazi mingi. Kwani ukiona ukifanya kibarua kwa mtu utoke na 300 ama 200 na kwani si umefanya kazi, umepata kitu? Lakini unapokaa bure, yule atakuja kupatia 200, atakutumia vile anavyotaka. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukifanya kazi yako, utakuwa busy kwa kazi yako na mtu hatakutumia vibaya. Usikubali mtu atumie kukosa kazi kwako, akutumie kuharibu maisha yako. Kama wale walikuwa wanapiga huyu Senator Ososi, kama wangemuua, si wale watu wangeingia kwa manda? Bwana Yesu asifiwe. Wale walikuwa wamewatumia, wao wangeharibu maisha yao, ama ni hawa walitumika vibaya ndio wangeharibu maisha yao? Mtu anaweza kukutumia aharibu maisha yako na akukana, aseme mimi sikujui. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tujiadhari na tujitume, tusipende kulala, maana uhitaji unakuja kama mnyang'anyi. Kwa hivyo tujitoe, tufanye kazi, Mungu naye aibariki. Unapopiga magoti asubuhi nasema mimi naenda kuuza makaa, Mungu naomba unisaidie na ubariki kazi ya mikono yangu. Mungu abariki usingizi. Mtu ambaye amelala useme ubarikiwe. Ule wengine anasema Mungu anapatia, anakupa hata ukiwa kwa usingizi. Wapi? Maandiko hayasemi hivyo. Anasema Mungu uwapa usingizi. Yaani unapofanya kazi unakuwa na amani, unapata usingizi. Sio kupewa
ukiwa umelala ni kupatiwa usingizi, yaani unakuwa na amani. Unapolala unakuwa na nini? Na amani. Usilale ukisema ati wakora wataniua, ati hapa nitaua na bibi, ati hapa nitaua na huyu. Unakuwa na amani. Sio kupewa katika usingizi, ni Mungu kukupatia usingizi. Yaani unakuwa na amani. Unajua kuna watu wako na mali lakini hawana amani ya kupata usingizi. Paka ikipitia hapo anapigia mboni kandi. Waleza sifia. Kama nenda ala mwikilia hivi, hata ikisensi kitu sasa ile sasa. Mungu ikipitia hapo isensi alamuka. Waleza sifia. Kwa hivyo Mungu anaupatia amani. Katika hiyo Methali 24:33. Bado kulala kidogo. Bado kulala kidogo. Kusinzia kidogo. Kusinzia kidogo. Mtu anakaa kisinzia, sijui siwezi nikafanya hivi, siwezi. Unasindi kusinzia. Bado kukunja mikono upate usingizi. Bado kukunja mikono kupata usingizi. Hivyo umaskini wako uja kama mnyang'anyi. Umaskini wako uja kama mnyang'anyi. Bwana Yesu asifiwe. Yaani umaskini unakuja kama mnyang'anyi. Umaskini unakuja, unaenda kupora vitu vya watu, unakuta mtu ameuawa. Umaskini unakuja, unakuta watu wameenda kutumika vibaya, wameinukiwa na wengine wameuawa. Unakuta mambo yameharibika. Na uhitaji wako kama mtu mwenye silaha. Na uhitaji wako kama mtu mwenye silaha. Uhitaji wako unakuwa kama mtu mwenye silaha. Bwana Yesu asifiwe. Uhitaji ni uhitaji. Uwe umelala, uwe yalala, mahitaji ni yale yale yatakuja. Yaani mahitaji ni kawaida. Bora ukiwa hai, bado utahitaji chakula, bado utahitaji nguo, bado utahitaji. Kwa hivyo mahitaji bado yatakuja, hata ukilala yatakuja. Kwa hivyo ni vizuri ufanye kazi, ni vizuri ujitume. Mungu awabariki Wakenya wanapenda kujituma, na tusidi sana kujituma. Vijana mjitume, wazee mjitume, kila mtu ajitume kufanya kile awezalo, naye Mungu atatubariki, naye Mungu atatuonekania. Bwana Yesu asifiwe. Hata kwa kanisa usipojituma, hata kitu kikihitajika katika nyumba ya Mungu, sasa utanunua na nini? Bado hata katika injili inahitaji pesa. Bwana Yesu asifiwe. Maisha yote ya mwanadamu yanahitaji pesa. Kwa hivyo ni lazima tukatae usingizi, tujitume kufanya kazi, ili Mungu naye atubariki, ili kila kinachohitajika tuweze kukifanya. Bwana Yesu asifiwe. Namaliza. Kwa hivyo ni vizuri tujitoe, naye Mungu amani atatubariki, naye Mungu amani atatuonekania na atatutenda mema. Kwa hivyo ni vizuri jitoe, wacha kulala, wacha kusinzia. Fanya kile Mungu amekusaidia kufanya, naye atakubariki, naye atakuonekania na atakutenda mema. Bwana Yesu asifiwe. Napenda sana wala oka wanayechunguza vitu, wanarudi na mkate kwa siku. Kwa hivyo kwa ile kazi yoyote ambaye Mungu amekusaidia wewe fanya, naye Mungu amani atakubariki, naye Mungu amani atakutenda mema. Kwa hivyo kama hujaokoka, ningependa ukabidhi Bwana Yesu maisha yako, akuokoe,
akuweke huru na akusaidie. Kwa hivyo weka imani kwake, kataa maisha ya dhambi. Umetumika na njia moja ama nyingine katika uovu, omba Bwana akusamehe na kuokoe, ili ukaweze kumtumikia na ukaweze kumwishia, naye atakubariki na atakutenda mema. Rudie ombi nyuma yangu, sema: Bwana Yesu, ninakupenda, mimi ni mwenye dhambi, natubu dhambi zangu na makosa. Baba, ninaomba ukanisamehe. Vuta jina langu katika kitabu za mauti, andika jina langu katika kitabu za uzima. Nimekataa shetani na nimekukubali Yesu uwe mwokozi na mkombozi wa maisha yangu. Kutoka leo nimekataa shetani. Yesu uwe kiongozi na msaidizi wangu, na nikupitia jina la Yesu ninaokoka na kuamini. Amen. Mungu wa amani awabariki. Mungu wa amani awatende mema. Kwa hivyo kama uko na mahitaji, unataka tumuite Mungu, wewe ni mgonjwa, wewe kuna jambo limekusukuma, unaona kwamba umefika mwisho, amini Bwana Yesu akuponye, amini Bwana Yesu akuweke huru, amini Bwana Yesu akusaidie, naye Mungu wa amani atasindi kutenda mema. Wacha tuombe. Inua mkono wako, naye Bwana atakuponya. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru. Nasema ni asante Bwana kwa ajili ya aliyo mgonjwa. Bwana, kupitia mapigo yako msalabani tumepona. Baba, ninaomba Mungu uponyaji ukamshukia mahali alipo katika jina la Yesu. Aliyofungwa Baba, ninatangaza kufunguliwa kwake. Aliyokuwa ameonewa na shetani, ninatangaza kuwekwa huru. Kila mitego ya adui na kila mipango ya uovu, yote ninaikatalia mbali, yote ninaisambaratisha katika jina la Yesu. Inatuma unatangaza uponyaji, natangaza kuwekwa huru. Bwana, ukawaweke huru walioonewa na adui katika jina la Yesu. Hata wale Baba wako na mahitaji, hata wale Baba wanakuhitaji, ili Baba wakaweza kuanzia biashara moja ama nyingine, Bwana ninaomba ukawafungulie milango. Ninaomba Bwana ukawasaidie, ukawape nguvu na uwezo, na jina lako litahimidiwa, litabarikiwa katika jina la Yesu. Ninaomba rehema na neema yako ikatoshe watoto wako, nazo sifa zote na heshima zikurudie ukiwa mbinguni. Natangaza wako huru, natangaza wameponyeka, na nikupitia jina la Yesu tunaomba kushukuru na hata kuamini. Amen. Amen. Mungu wa amani wabariki na watende mema. Tutakuwa live saa 6:30. Karibuni sana, na Mungu wa amani awatende mema. Tuko na namba hapo, ukisikia kusupport injili unaweza kusupport kupitia hizo namba ziko hapo, naye Mungu wa amani atakutenda mema. Barikiwe na Mungu akutende mema.